Right, ujambo tena na karibu. Kipindi hapa ni Joto la Busia. Tunawaletea moja kwa moja kupitia mita bendi ya 101.3 MFM, ambapo tunazungumza na mgeni wetu mhandisi Vincent Sidai, ambaye pia kwa umbali ameniambia, kwa umbali sana, sio hapa lakini kwa umbali, kwamba anataka kuwa gavana wa Busia. Sitaki kugusia hapo, mwenyewe atasema. Cha mno zaidi kuzungumzia hapa ni masuala ya mfumo wa uongozi hapa Kenya, kunradi, ambapo kuna mifumo miwili, bwana mhandisi Vincent Sidai. Kuna mfumo wa ugatuzi ambao ni serikali za county, kuna mfumo wa serikali ya kitaifa. Sijui kufikia sasa, tangia miaka 10 zilizopita tupate katiba mpya, umekumbatia kivipi mifumo hii mbili ya uongozi hapa Kenya? Asante John. Kwangu mimi hizi mifumo mbili za uongozi ni bora katika nchi yetu ya Kenya. Wakati tulianzisha hii devolution ugatuzi, tumeshuhudia kuna vitu ambazo zimetendeka katika vijijini na kwa jamii ambazo pengine hata sikuwa hapo before. Apart from create ile employment, squeeze, unakuta kuna watu wengi sana wamepata ajira kupitia hii devolution, kufanya kwa county, kufanya kwa village, kufanya kwa ward. Vile vile kuna maendeleo ambayo sasa imeletwa paka kwa village. Unakuta wakati budget inatengenezwa na miradi ambayo inatakana ifanyike katika county zinafanywa, wananchi wanahusishwa. Kwa kuna ile engagement, public participation, ambayo wananchi wanahusishwa, wanaweza kuamua na kufanya. Shida ambayo naona mimi ni kwamba wakati serikali ya ugatuzi inapoitisha hizi public participation, watu haitilii maanani. Watu wameitwa, wameambiwa kujeni, kuna mkutano siku fulani mahali fulani ya area yenu. Unakuta wale watu wanaenda huko ni wale watu hawezi wakatoa ile maoni mazuri ya kufanya kazi. Sisi wale tunatakana tutoe hiyo maoni, sisi bado tuko katika maofisi zetu, tunafanya kazi huko. Tunawaachia vijana wadogo wanaenda pale, hawezi wakafanya maoni. Unakuta kuwa zile miradi ambazo zimewekwa, ule mtu alisema awekewe miradi, yeye ako na interest yake, anataka apewe hiyo kandarasi. Anasema twende tujenge classroom hapa, twende tufanye hii hapa. Yeye hajaona kuwa kuna area fulani ambayo tungeweza kuizingatia ili tuweze kupata maendeleo. Hajazingatia. Kwa mfano, kuna hospitali mingi. Nakumbuka wakati kama sisi hapa gavana Jamoo, wakati alikuwa hapa Busia, wakati alikuwa mbunge, alikuwa amejenga madarasa mingi, alifungua ma health centers, alijenga mingi. Lakini sasa hizo ma health centers alijenga, zingine zimebaki tu misitu paka wa leo, asijakuwa operationalized. Kuna moja hapa tu karibu na kwangu, zahanati hapa Atret. Paka wa leo, wakati tulikuwa tunafanya kampeni 2012, 2013, sisi tulikuwa tunagongewa Jamoo vitu kama hizo. Jamoo akakuja kufyeka, kusema sasa tunafungua hii. Kafyekwa, tengenezwa, kapakwa rangi. Nilipita huko juzi nikiwa nyumbani, nikaona bado iko tu. Sasa imeharibika zaidi. So hapo ndio unakuta watu wa area hii, kwa mfano, wangesema sisi tunataka hii zahanati ifunguliwe. Na tuweke priority, tuwe pesa yetu ya maendeleo, tuseme tuweke pale. Ijengenezwe, itengenezwe vizuri, madaktari iletwe, itatumikia wananchi. Sisi hatuangalii hiyo, tunaangalia tumbo wetu, kwa sababu tunajua ikifunguliwa hii, so biashara gani tutafanya nayo. Pengine unaona kwamba wale wasomi katika maeneo mbalimbali hapa kaunti ya Busia ndio wamejificha ama hawapati habari. Hakuji either, I don't know, but nadhani pengine serikali ya county ingeweza kujua. Mimi kwa maoni yangu naona kwamba inaonekana pengine hao wasomi wa area hii hawaparticipate kwa hizi vitu, because wakati I believe maendeleo na projects za county zinatengenezwa na zinaandikwa kupitia na maoni ya wananchi. Sasa kama wananchi hawajatoa hii, na mimi naona kila siku iko hapo, hiyo kumaanisha haijai kutoka. Unaona? So na mimi mwenyewe binafsi sijai kuparticipate, because hata sijuangi inakuwa siku gani. Pengine because niko Mombasa, niko huko nje, siko hapa. But maybe for a serious way, ingekuwa mimi tungeadvertise kitu in a bigger way. Hata tungefanya participation even outside. Badala ya kusema tunafanya participation na Mairo,
ama tunafanya participation modding ama Butula or wherever, tunasema tunataka kufanya participation Mombasa for example, Nairobi, ambapo tunaita watu wasomi wa Busia, tunaambia tuko na mkutano, tunataka kudiscuss development ya Busia. Tutakuwa na mkutano katika hall fulani Nairobi. Wale watu wa Busia wote kutoka hiyo area wanakuja. Then we distribute this document, tunawapatia wale wasomi pale, wanaangalia, wanatoa maoni yao wale. Tukienda Mombasa hivyo hivyo, tukienda hapo hivyo, tuna collect hizo maoni, ndio sasa tunachukua wataalamu fulani wanakaa, wanaangalia hizo maoni zote pamoja na wananchi hapa, tunaweka pamoja alafu tunatumia. Kwa sababu wewe ukalaumu hao wasomi, watu wako busy huko Nairobi, watu wanajitafutia. Na itabidi mimi ningeomba maybe county sasa ianze kutoa hii public participation kutoka hapa nyumbani, tuweke sasa katika miji mikubwa pia tofauti. Tuweke Eldoret, kuna watu wa Busia wengi wako huko. Twende Nairobi, kuna wengi, Nakuru, Mombasa. Miji kadhaa kubwa tunaweka huko na tunafanya hii participation kwa manufaa ya wale wasomi. Wale wasomi waweze kuchangia katika hii. Tuangalie maisha yako kidogo kisiasa. Umepitia changamoto gani katika siasa za hapa Busia? Wakati nilijiunga na siasa, nilikuja kwa siasa, nilijitolea. Nilikaa na wenzangu, marafiki wangu Nairobi. Unajua wakati huo kulikuwa na hii mambo ya kusema devolution inakuja. Mimi nilikuwa najua governorship is very important. But watu hawakuonelea hivyo. Watu wakaona senator is important, and I think if you ask me, waliona ni important kwa sababu ya Obama. Unajua Obama alikuwa senator akakuwa rais. So watu wengine wakakaa wakaona hii ndio kitu ya maana. But me I said no, the person who is going to sit here is the CEO, huyo ndiye atakuja kufanya maendeleo. Nikaongea na wenzangu pale Nairobi. Kaambia bwana, acha tuende tufanye kazi. Watu walikataa. Wakasema hapana, hiyo ni glorified mayor. Kaambia hapana bwana, twende. Wengine wakasema nikienda na nikose. Unajua siasa zetu changamoto kubwa ni kuwa you will never know nani anakuambia ukweli na anaongea uongo. Kila mtu kutana naye anasema ni wewe tu. Wewe pia mwingine kutana ni wewe tu. Kila mtu ni wewe tu. Sasa watu wanaogopa utakuja anguke uharibu kazi pale, na bado wewe mdogo kwa watoto yako. So watu wengi walikuwa wananiambia wewe ndio ni engineer, toki yangu utaenda kufanya consultancy kama engineer. Mimi nikajitolea nikasema kufa gari kufa dereva. Wacha niende ningangane naye. Familia yangu hakuwa ametaka kabisa, but niliwa force to kulazimisha kukubali kuja kuniunga. Bamburi wakaniambia wacha usiende. Nikasema wacha niende nijaribu hiki kitu. So tukakuja hapa tukajaribu. Kweli wananchi wote wa Busia County walinipenda, wakanionyesha watanipigia kura na kila kitu. Lakini mimi I was very naive. Sikuwa najua hii siasa kuwa unaweza kuchezewa rafu hata na wale watu. Ulikuwa dhani kuna ubikira kwenye siasa. Unafikiria ati hapa nani anaweza kubali upusi kama hiyo? Wananchi wenyewe wanasimama wapinge hiyo vitu. Kwa sababu wananchi wa Busia walinipenda across the board. Across the board. Hakuna mahali nilienda nikaonyeshwa kuwa sitakikani. Sasa mimi sikuwa najua kuwa lazima nitafute agents wa maana na wale loyal na kila kitu. Mimi nilikuwa naona tu ni sawa, no problem. We will win this thing. Wananchi wenyewe watagadi kura. Kumbe nilikuwa najidanganya. Ukanyeshewa. My friend, wakati mimi natoa agents wangu wamepewa pombe ni walefi, hata hawajui kuna kura. Hata sikuwa najua kuna form inaitwa sijui 30 words sijui nini, I don't know. Wale bwana kuchorwa my friend. Sasa nikavurutiwa tu chini life. Lakini unajua it's good also to accept sometimes. Asiyekubali kushindwa shindana. So mimi nilikaa nikaona ndio nimeshindwa, sio ati wananchi ni kwa kura. Nimeshindwa ati wananchi wamenipigia hajanipigia kura. Hapana. Nimeshindwa kwa game sasa. Unaona? Wananchi hao walifanya pande yao. Lakini kuchunga hii kura ndio hatukufanya vizuri. Wale jamaa wakatuchapia hapo. Kwa hivyo ulikuwa na wachezaji ambao walikuwa na supply mpira vizuri. Na sasa ukaogopa 2017 ukasema sikuogopa. Sikuogopa. Kulifanyika nini? 2017 unajua mimi sio ati mimi nimezaliwa tu mimi sasa ni mwanasiasa ndakufa na siasa. Unajua kuna siasa unaona unaanguka na bado unataka tu contest. Unajua 2017 ilikuwa na changamoto mbaya sana. And I want to clarify. Kuna watu ambao wanadhani mimi nilikalishwa chini na Mormor, nilizaliwa chini na Wateso, sijui na Jamongo na nini. I'm telling you today there was nothing like that. And I want to talk here. Sasa hizi niwaambie ukweli ya mambo. Ya 2017. Watu wa Busia watu wajue. Sisi tulikaa chini. Mimi,
Otuoma, Wako, Meso, Nakitari, Ababu, Nairobi. Tukasema hii county lazima tuitengeneze iende vizuri. Ule mtu hakukuja kujoin sisi kama candidates, ilikuwa ni Engineer Barasa na Olo. Ndio hakuwa kwa mkutano. Lakini tukakaa pale Nairobi. Tukaenda kukaa kwa room fulani. Tunakunywa chai peke yake na mandazi vitafunio. Tuongee mambo ya Busia. Tukaelewana kwa ya kwamba kungoa Ojamong lazima tuwe na one person. Sio watu wawili, one person. Wakati watu wawili tutagawa dissenting vote, tutagawanya na Ojamong atachukua nyingine yote aende nayo. Number 2, mimi kama Sidai I cannot be running mate ya mtu, sio ningekuwa deputy. Kwa sababu sasa Wateso watashinda, sasa mimi nilikuwa deputy sasa na wako na governor, so what value I give him? It doesn't make any sense. So I must be a candidate. Mimi nikatoa maoni nikasema hivi. Kulingana na mimi twende tufanye kama vile tulifanya 2002, the election 2002 ya NAK. 2002. Yeah. Ile sasa Moi alitoa Uhuru, na Musalia. Alikuwa Uhuru na Musalia. Ndio alikuwa deputy running mate ya Uhuru. Yes. Now Raila akuja akasema Kibaki tosha ili tulete Kikuyu na Kikuyu. Sawa? Wagawe kura ya Kikuyu, sisi tuongezee Kikuyu wengine. Sasa mimi nikamwambia hii mkutano itakuwa vyema kama nikutoa Ojamong tulete Mteso na Mteso. Yes. Sasa mimi na Ojamong tugawe kura ya Wateso. Nyinyi Waluya wote sasa mkuje munichapie hii kura hii nyingine yote. Mimi nitakuwa nyumbani asubuhi. Na Ojamong alikuwa anajua kitu tunakutana, naambia wewe nitakunyorosha. Sasa nakuja mimi na wewe. Wewe kuisha my friend. Ojamong ananiambia my friend, unafikiria sioni? Nitaenda kuhaya one Luya. Nitahaya one Luya niweke kwa debe. Na nikuje niambie Wateso wewe umenunuliwa na Waluya karibu iko kura. Hesabu ya kwangu. Kasino Mluya gani atanunuliwa sasa? So tunaongea tu, unajua politics, and I can tell you today watu wajui, wanasiasa tunasemezana sisi wote. Hakunanga tu ugomvi nini, ni game tu kama football. Tukijoka tunacheza mpira tunangangana, lakini baada ya game tunachangeana ma t-shirt, tunasalamiana, tunahagiana. We are friends, we are one family. Hakuna enmity. Ndio nasikia tuwa wamekuja kwangu, tunakaa, tunakula, lakini bado tunangangania msichana mmoja. Sasa mimi nikakuja, hata unakumbuka kuna wakati tulifanya nikiwa Kakemera, I think it was a Teso cultural. Nikiambia Wateso tuache nyinyi kuwa wasichana, ule msichana mkora ambaye unajua hawa watu ni wandugu boma moja. Huyu anakutongoza, unamwambia unampenda. Huyu pia anakutongoza, unasema unampenda. Sasa wakati ya kupiga kura inakuwa ngumu. So mimi nikaintroduce hiyo format, nikamwambia Wateso, ikiwa unapenda Sidai akuwe gavana wako, basi pigia Otuoma nomination ya ODM. Ojamong arudi nyumbani. Kama unipendi mimi, basi upigie Ojamong. Ojamong akiwin nomination, basi wacha endelee. Akianguka mimi nitachukua, because mimi nilikuwa na nomination yangu ya ANC. Hiyo haikuwa na shida na mimi, nilikuwa naenda nayo. Tukangana hiyo mambo. Tukarudi tukaongea mkutano. Tukakuja hapa wakati tulikuja group. Tukienda Matanga ilikuwa huko Chude. Tukileta shida huko na Ojamong ile karibu vita itoke kwa Matanga, Ojamong's village. Tulikuwa one team, tunafanya sasa sisi one team. And we had swear tutachukua mtu mmoja. Wakati Ojamong alikuja akafika wakati nomination ya ODM, Otuoma kaniita kwake. Nikaenda huko. Otuoma kaniambia bwana engineer nisaidie bwana. Nisaidie hii nomination yangu hii. Akasema sawa. Mimi nakuja hapa nikamobilize watu wapi hata huko Funyula nini, all my agent niambia pigieni Otuoma kura ya ODM. Because mimi nilikuwa nataka Otuoma win, mimi na Otuoma tuumane. Sasa mimi nichukue hii battalion, na mimi nilikuwa najua pale kwa Otuoma pia nilikuwa na watu. Ninyorosha Otuoma sasa. As my opponent. Unaona? Mambo ikageuka. Otuoma kaangushwa. Tukarudi nikaambia Otuoma mimi nikuunga mkono. Lakini umenyoroshwa technically. It might not be correct, lakini wewe umenyoroshwa. Unajua kushindwa ni kushindwa, hata kama umeshindwa goli lingine na mkono umeshindwa my friend. So tukasema sasa turudi tukae chini, mimi sasa nikuje uwanjani mimi na Ojamong. Sisi tunapanga mkutano kwenda Kisumu, mkutano usiku na Otuoma na hii group nyingine na kina Nakitari,
Mimi naangalia kwa news naona Otuoma kwa TV Citizen. Amejitangaza kwamba ana independent candidate. Sasa nikaona mchezo gani inaendelea hapa. Ndio kaamua tukarudi tena kwa Otuoma. Mkutano mwingine tena. Mudavadi yako pale, wako wako pale, Otuoma wako pale. Tukakaa. Nikaenda na engineer Otwani. Ukiuliza engineer Otwani atakwambia tulikuwa pale. Kwa nyumba ya Otuoma. Mudavadi akaniambia engineer usikubali kusimama kura. Wewe ukisimama kura na watu wasimame kura, utamonga kianguka, wewe ndio utalaumiwa the rest of your life. Hakuna mteso atakubelieve tena. Kwa sababu wewe kirere yako you are still young, umekuja hapo umeharibu kura. Au amekosa kila kitu. Wewe utalaumiwa chana. Mbele ya Otuoma na wako waulize kwa nyumba ya Otuoma. Pale Karen. Tukaongea, Mudavadi akaniambia kama unafikiria mimi nimekaa hapa pengine nimechanganyikiwa, kesho asubuhi kuja kwangu nikwambie tena. Asubuhi saa 5 tulikuwa kwa nyumba ya Mudavadi, mimi na engineer Otwani. Mudavadi akaniambia the same thing again. Akaniambia wewe ukienda hiki kitu utaumia. Mimi nikasema nitakaa kando. Otuoma endelea. Kaa namna hiyo. Nikamwambia sawa. So we have agreed. Sisi tumeagree kama leaders wa Busia. Sasa tuachie Otuoma na Ojamong wainuane. Mimi nikarudi nikanyamaza. Sasa sitaki hapa tena nikuje nisemekane mimi ndio nimepiga vita nani? Ojamong. Usupport nani? Otuoma. Ama sasa Otuoma naye aseme mimi nimeungana kuwa mteso, nimesupport nimekuwa tribal. And me I don't believe in tribal politics. I don't believe. Nikaachana hiyo story namna hiyo. 11 miezi imesalia. Sijui unapumulia wapi? Utapumulia 2022 wapi? Hapa. Utakuwa unaingia mimi sijai kuhama Busia, mimi ni mtu ya Busia. Mimi napumulia hapa Busia. So what I say is this. I know watu wengi wanataka engineer Sidai aseme anataka kuania kiti cha ugavana ama aenie kiti cha ugavana. I'll tell you today one thing. Wale watu wanapenda Sidai watabaki na Sidai. Hata kama Sidai atatangaza kuwa gavana the last minute bado watakuwa tu na Sidai. Wale watu ambao hawako na Sidai ndio wanataka kujua Sidai atakuwa kwa kura ama atakuwa kwa kura, ndio wajipange. I'll tell you today. Kwa nini waulizangi Raila kama atakuwa rais? Raila hajawahi kutangaza kama atakuwa rais. Hakuna mtu anaenda kuuliza, "Wewe Raila sema utakuwa rais ama utakuwa rais?" Utasema mama utasimama kuwa rais. Wanaongea Sidai. Kwa nini? Si ni strategy. Siasa ni strategy. Mimi nilivurutiwa chini 2013 kwa sababu nitangaza mapema. Raundi hata mimi nitavurutia mtu chini. At the right time. Kwa hivyo umepata ile kamati ya kiufundi kisiasa nzuri. Manake 2013 wanasema kwamba let me tell you one thing. Sidhani kama kuna mtu wako na political knowledge na experience kama mimi hapa. Watu wengine wanataka kuwa wanasiasa lakini ni wanasiasa wa kutumia kifua. Kutisha watu na vita, kupigana vitu kama hiyo na mapanga. Alafu wananchi wanakuwa timid, wanaogopa, wanaamua tu sisi ni mtu ya fulani. Mimi I am not that kind of a person. Mimi ni mtu ya watu tu, peaceful, naongea na wananchi tu kwa pamoja. The day I make a decision ya kuanza campaign hapa, hiyo ndio siku watu watahara, watakufa, watafaint. So for now, wachana nayo. Mimi ninafanya kazi ya serikali. Mimi ni general manager infrastructure Kenya Ports Authority. Mimi nitakuelezea mambo ya Kenya Ports Authority, mahali serikali inataka kuenda, ile tunafanya. Mimi niko hapa. Hii yenu ya siasa ya Busia ni mungangane nayo tu. Pengine kabla tujamalizia mazungumzo, iwapo utatangaza hautatangaza, pendekezo lako ni nani? Tunaye ambaye amejitokeza, mbunge wa Nambale John Sako Bunyasi. Tunaye bwana Otuoma ambaye pia amejitangaza. Miongoni mwa wengine naona naibu gavana wa Busia Mlomi Florence Mutua yuko pale. Unaona ni nani ambaye anaweza ridhi Ojamong kwa njia mzuri kando na wewe? Wacha nikwambie kitu kimoja. Ujue hawa watu umetaja wote. Sisi wote ni marafiki. Na tunaongea kila siku. Tunapigiana simu, tunakutana, tunakula, tunakunywa. Sisi wote ni marafiki. Na sisi wote tumesema hivi. Kwanza tutoe ukabila Busia. Kiongozi mmoja achaguliwe. Sisi wote tumuunge mkono. Kila mtu anajiamini kuwa kiongozi. Hakuna mtu unaweza kusema huyu sio kiongozi. Na itakuwa ngumu wewe kusema huyu jamaa hawezi. Kwa nini? Unaona, tukuza kwa nini?
Ni nini hiyo Jamong alikuwa nayo huyu mwingine hakuwa nayo? Uongozi ni wewe kupenda leadership. Alafu your technical officers wanafanya kazi na wewe. Mimi ningependa kuwa wananchi wa Busia waanze sasa kupiga darubini kwa wale viongozi ambao wametangaza kura. Na some of these viongozi ambao wamedeclare kura hawatafika kwa debe. Kwa nini? Si wataenda mchujo. Wataenda mchujo na atawangusha. Kama ODM pengine sio ukiona kama Mlomi si ni mtu ODM. Wako nani Tuoma si ni mtu ODM. Mutua si ni mtu ODM. Sasa hiyo group yote unatangaza moja tu ndiye atafika kwa de. Wengine watu watarudi. Bunyazi na mimi tu kwa ANC. Leo nikisema nasimama kura sitang'ovana na Bunyazi. Si mmoja wetu ndiye ataenda. Kama sitakuwa then Bunyazi atafika. Unaona? Kuna watu wajibu nini? So hawatafika wote pale kwa hiyo debe. Hawatafika. Kuna wale wanapiga tu saizi lakini hawatafika. Mi nataka kuambia wananchi, let us forget tribalism in this country and in this county. Tuangalie viongozi, kuangalia mtu, piga mtu darubini. Huyu mtu historia yake. Kama alikuwa mbunge wa aina gani? Katika CDF yake alimanage namna gani? Akina nani walikuwa kwa hiyo CDF kama committee? Walikuwa girlfriends wake ama walikuwa watu wa ukoo yake ama marafiki yake? Ilikuwa namna gani? Na tulipata manufaa gani? Kama huyo mtu alikuwa ni manager kama mimi sasa nafanya kazi yangu iniongeleshe, yani should speak for me, my work, what I've done. Ukienda KPS hizi utakana usikie watu wa KPS wakisema Sidai ni mzuri ama Sidai ni mbaya. Unaona? Ndio ujue huyu mtu kama alifanya hii kazi alifanya. Nimekuelezea zile kazi nimefanya, zile barabara nimedesign, zile barabara nimejenga. Wewe umeona? Kama kuna barabara nilijenga na ukaona potholes zimetoka mara moja, hiyo ni kumaanisha mimi ni mwizi. So mtu kama huyu utaweka namna gani? Lakini kama hakuna, unaona barabara nimejenga iko safi, naenda nywe. Bali nimedesign iko sawa. Nimefanya kazi Bamburu hujasikia nimeiba. Nimefanya kazi KPS hizo unasikia uko hujasijaiba. So unajua huyu mtu ni mtu, so unatandasa. Toa kwanza ile ukabila, toa dini. Toa political affiliation, ati mimi ni mtu wa ODM, mimi ni mtu wa Jubilee. Toa hiyo. Angalia huyu mtu na uchague. Chagua kiongozi. Leo hii kama sitakuwa kwa debe, you can be sure mimi kama a person na mwanasiasa wa Busia lazima nitaunga mtu mkono. Kama sitakuwa kwa debe, lazima nitaunga mtu mkono. Lazima nitaunga MMC mkono, nitaunga MP mkono, nitaunga president mkono candidate. Sasa wewe ongojea time zake tuone vile tutatandasa hii maneno. Lakini uone kwamba muda unayoma. Inayoma ni kweli. Mwezi wa 5 mwaka kesho. Kwani kura inapigwa kesho? Si 2022. Sasa shida ni hii ni which year is this? 2021. 2021. So, what's the problem? Tuna mwaka moja. Do you know in Kenya campaigns are supposed to be 21 days? Hayo yake Mheshimiwa Sidai. Tunazidi kuangazia mambo mengi zaidi. Natumai kwamba muda unapiga kisogo, lakini mhandisi Vincent Sidai yungali kwenye studio hapa anazungumza nasi. Labda mheshimiwa, wanasema kwamba mara nyingi baba akiondoka bomani anapeana wosia ya mwisho, anasema kwamba nendeni mkafunge mbuzi, jogoo yuko kule mchinje, mtakuja na wageni. Pengine neno lako la mwisho kabisa kwa wakazi wa Busia na Kenya kwa ujumla. Asante John. Nataka kusema hivi. Nimesema mambo mengi sana hapa kuhusu mimi, kuhusu uongozi ya taifa na uongozi wa county. Ningetaka kuomba wananchi wa Busia. Unajua kuna hii mambo ya kusema sitakupigia kura kwani nilikula nini yako. Unajua nataka tu kuwapea changamoto. Huyu kiongozi ama huyu jamaa anataka kuwa kiongozi. Wewe umekuja kwake unataka kupatie shida zako za school fees, shida zako za matanga, shida zako za ugonjwa, kila kitu. Sasa hawa watu wote ile pesa huyu jamaa anapeana hawa watu. Jiuliza natoa wapi? Jiulize. Kama ni wewe umekuja sasa nataka nikupatie kazi kwangu mimi. Kuajiri say KPA. Sasa mimi nichukue nyinyi watu kama 5, mnataka one position. Na mimi nianze kukuambianga John, sasa unajua ulikuwa unataka kazi pale, sasa hebu nisaidie, niko na shida hapa 2000. Niende kwa yule mwingine nipatie 2000. Na hata hujapata hiyo kazi.
na nianze tu kupatia pressure and you are not even sure utapata hiyo kazi, na bado tu unawaitisha, utasikia aje? La pili, chukua mfano mwingine. Kwa wewe uko na mke wako ni ule mke wa bei, yeye anataka kupikia kwa gasi nini, anakula ile mapochopocho na vitu zingine kama hiyo, na una hiyo pesa na hataki kujua, anakusukuma, utafanya nini? Tukikaa chini na tutafakari haya, kuwa wewe umeajiriwa Emuri FM, mwenye Emuri FM aja transfer mambo yake kwako, na kila siku anakujanga kwa nyumba yake kuambia wewe nipatie bwana, usipotoa unajua nitakufuta. So mimi naomba wananchi wa Busia tutafakari hayo. Usichague kiongozi kwa sababu ulikula kitu. Usichague kiongozi because wewe unaendanga kwake anakutatulia shida. Na tukome kwenda kwao kwa hii maneno. Lakini tukipea hawa watu pressure, na tunataka pesa kwa hawa watu, wakichaguliwa waende pale, number 1 anataka kurecover ile loan mavitu aliuza, mashamba zake na nini, anaanza kuiba. Alafu sisi tunakosa nini? Maendeleo. Na akiwa kwa ofisi pia anaiba bado pale, ndio akupatie kwa sababu wewe bado unaendelea kuja kwake. Asipokupatia wewe unasema ngoja 2022 inakuja, utatuona. Sasa mimi ningeomba my parting shots, watu wa Busia, tafadhali sana tuheshimu viongozi, tuwapate nafasi wafanye kazi. Na watu waombe watufanyie kazi kwa jumla. Mali kuna shida, tuone sote tuseme hii ndio shida. Individual problems, tubibe individual problems zetu. Kama tunataka kusaidia individual problems, tuite kila mtu kama jamii, kiongozi pia akiwa ndani, tutoe pamoja, tusaidie wewe imalize hiyo. Lakini tukienda tuseme sasa lazima itoke kwa huyu, iende kwa huyu, haitakuwa mzuri. Kwa hivyo mimi hiyo ndio ombi langu la mwisho kwa watu wa Busia, mkifanya uchaguzi, tufanye uchaguzi wa amani, tusipigane, tusilete ukabila na tusitafute lazima tukule ndio tupige kura. Asanteni sana. Asante sana mhandisi Vincent Sidai Siepet. Pia naambiwa awali akiwa mdogo alikuwa anaitwa Shida, lakini yule Masai akasema anaitwa Sidai, yani kitu kizuri. Kwa wale wote ambao mfanikisha kipindi hiki Joto la Busia, natumai kwamba Mwenyezi Mungu bariki zaidi. Naanza kwa mwelekezi wangu kwa siku Collins Adera. Vile vile wapiga picha hapa ambao wamekuwa watu wa nguvu zaidi, akina Baraza na ndugu yangu pale kutoka maeneo ya Meru, na vile vile mwandishi wetu wa habari Patrick Okumu, na kila mmoja ambaye amefanikisha kipindi. Natumai kwamba Jumapili ijayo vile vile itakuwa papa hapa na kiongozi mwingine ambaye tutakirimiwa kwa naye. Nimekuwa wenu pande la Mwafrika. Asanteni sana na kwaheri.